Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Biblia inasema uzinifu na uasherati, unywaji wa pombe na uzinifu inaondoa ufahamu wa binadamu. Tofauti ya binadamu na mnyama ni kupambanua mema na mabaya. Medende inaondoa hii tofauti mpaka mtu anakuwa kama mnyama. Hosea ikasema, neno la Mungu likasema, uzinifu na unywaji wa pombe inaondoa ufahamu wa binadamu. Akili inaondoka. Na ni kweli. Na hizi vitu mbili wapendo na mtazamaji zinaendeshana pamoja. Ndio unakuta mahali pombe iko mbaa, hapo kando kuna lodging. Angalia, bar and lodging. Kwa nini? Uzinifu na unywaji wa pombe zinaendeshana pamoja. Ndio maana mtu akinywa pombe akili imeondoka. Ndugu na dada mtazamaji, mahali unategea mkanda huu wa tatu, na kukaribisha sana katika kuendelea pamoja nami katika unabii wa kitabu cha Danieli, ili tuweze kuendelea mahali tuliachia katika mkanda wa pili. Mtumishi wa Mungu Franklin Jero anakukaribisha sana. Na kabla hayo, hebu na tuombe. Mtakatifu na Baba wetu ishie mahali pa juu mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya nafasi ambayo umetujalia kuwa hai pamoja na mtazamaji ambaye anategea mkanda huu. Ndio tunaomba Baba utusamee dhambi na utuondolee maovu, na uweze kunena kupitia kwa mimi mtumishi wako, na uweze kusaidia mtazamaji ambaye anategea mkanda huu. Kupitia Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amen. Ndugu na dada mwenzangu mtazamaji, tunashukuru Mungu sana kwa ajili ya nafasi ambayo umetujalia tena kuweza kukutana katika mfululizo wa unabii ambao tunaendelea nao, unabii wa kitabu cha Danieli, kisha na baadaye unabii wa kitabu cha Ufunuo. Hivyo tunashukuru Mungu sana kwa nafasi ambayo tujalia kuwa hai, na amekujalia wewe pamoja nami ili tuweze kuja na tubarikiwe pamoja katika kuangalia mfululizo wa unabii wa siku za mwisho. Hivi sasa tunaenda kuingia mpenzi katika mkanda wa tatu, ambao bila kusahau nikukumbusha kidogo ni kwamba katika mikanda ya mbili ambayo tayari imetokea, mkanda wa kwanza unaelezea unabii ni nini na utangulizi wa unabii na unabii wa kitabu cha Danieli moja, na hata zaidi unabii wa kitabu cha Danieli sura ya pili ambao ndio picha hii ya kwanza. Kisha baadaye mkanda wa pili tukaweza kuingia katika unabii wa kitabu cha Danieli 7, lakini hasa tukazungumzia kuhusu mnyama wa kwanza ambao ni ufalme wa kwanza Danieli alionyeshwa, ambao ni ufalme wa Babeli. Tukaweza kuangalia mnyama huyu na maneno aliyokuwa nayo, na mambo ya tarehe 25 Disemba tukaona yaliyokuwa na shirika na watu wa Babeli, watu ambao walikuwa Mungu. Hayo yote tuliona katika mikanda iliyopita. Kwa hivyo kuweza agiza kama ule hiyo mkanda wa kwanza na wa pili. Leo mpenzi mtazamaji, tunaingia katika mkanda wa tatu ili tuanze kuangalia kuhusu wanyama wengine wawili, nao ni nini. Ili nianze kukumbusha kidogo ndugu na dada mpenzi, hao wanyama wako wapi? Wanyama hawa mkianzia mnyama wa kwanza mpaka mnyama wa nne wanapatikana katika kitabu cha Danieli sura ya 7. Tusome pamoja nawe pale ili tuweze kuchukulia mahali tuliachia katika Danieli 7. Twende pamoja nawe katika Biblia yako, kitabu cha Danieli sura ya 7 kuanzia fungu lake la kwanza mpaka fungu la 8. Hapo ndio tunapata wanyama wakubwa 4 ambao Mungu aliweza kufunulia mtumishi wake Danieli, ambao ni falme kubwa 4 zitakazotokea duniani. Danieli 7, tuanze fungu la kwanza pamoja na mpaka fungu la 8. Katika mwaka wa kwanza wa Belshaza mfalme wa Babeli, Danieli aliona ndoto,
na maono ya kichwa chake kitandani mwake. Basi akaiandika ndoto, akatoa habari ya jumla ya mambo hayo. Danieli akanena akisema, naliona katika maono yangu wakati wa usiku, na tazama hizo pepo nne za mbinguni zilivuma kwa nguvu juu ya bahari kubwa. Ndipo wanyama wakubwa wanne wakatoka baharini, watu wa namna mbalimbali. Wa kwanza alikuwa kama simba, naye alikuwa na mabawa ya tai. Nikatazama hata mabawa yake yakapotoka manyoya, akainuliwa katika nchi, akasimamishwa juu kwa miguu miwili kama mwanadamu, naye akapewa moyo wa kibinadamu. Na tazama, mnyama mwingine wa pili kama dubu, naye aliinuliwa upande moja, na mifupa mitatu ambayo ilikuwamo kinywani mwake katika meno yake. Wakamwambia mnyama huyo hivi, inuka ule nyama tele. Kisha nikatazama, na kumbe mnyama mwingine kama chui, naye juu ya mgongo wake alikuwa na mabawa manne kama ya ndege. Mnyama huyo alikuwa na vichwa vinne, akapewa mamlaka. Baadaye nikaona katika njozi ya usiku, na tazama mnyama wa nne, mwenye kutisha, mwenye nguvu, mwenye uwezo mwingi, naye alikuwa na meno ya chuma makubwa sana. Alikula na kuvunja vipande vipande, na pia kanyaga mabaki kwa miguu yake. Na umbo lake lilikuwa mbali kabisa na wale wa kwanza, naye alikuwa na pembe 10. Nikaziangalia sana pembe zake, na tazama, pembe nyingine ikazuka kati yao, nayo ilikuwa ndogo, ambayo mbele yake pembe 3 katika zile za kwanza zikang'olewa kabisa. Na tazama, katika pembe hiyo mlikuwa na macho kama macho ya mwanadamu, na kinywa kilichokuwa kikinena maneno makuu. Mungu abariki somo. Ndogo na dada mpenzi, hawa ndio wanyama ambao Danieli aliweza kuonyeshwa. Wanyama wakubwa wanne ndio hawa wakitoka kwa maji. Na tukauliza kwa nini unabii uhubiriwe kwa njia ya picha. Tulianza kuona kitabu cha Habakuki 2 fungu la 2 na la 3. Ni agizo la Yesu. Mungu mwenyewe akaagiza unabii uhubiriwe kwa picha. Kwa nini? Ili watu waweze kuelewa kama maji. Yaani picha hizi ni kama teacher aids. Vile unaona watoto wa nasari au wanapoenda shuleni, wanafundishwa, wanacholewa mti, wanaambiwa ni tree, wanacholewa mpira, wanaandikiwa hiyo ni ball. Yaani ili waweze kuelewa. Mungu ndiye ndio mtazamaji ameruhusu na ameagiza unabii uhubiriwe kama umechorwa, ili watu waweze kuelewa. Kwa nini? Maana Mungu anazungumzia vitu ambayo wanadamu labda hujaiona. Kwa mfano, hujaiona simba akitoka kwa maji mwenye mabawa. Hujaiona ndogo akitoka kwa maji ameinuliwa upande moja na ana mifupa mitatu. Hujaiona chui akitoka kwa maji mwenye vichwa 4 na mabawa 4. Na hujaiona mnyama kama huyu akotesha mwenye pembe 10 na pembe nyingine inatokea yenye macho na kanywa na ina masikio na ina ngoa 3. Kwa hiyo Mungu anaongea kwa lugha ya kiunabii. Na tukauliza unabii ni nini? Hosea 12 mstari wake wa 10. Tukaona unabii ni kitu gani? Maana hii sasa ni unabii. Kwa vile huwezi ona wanyama kama hawa. Kwa hiyo Mungu anazungumzia kwa lugha ya kiunabii. Na katika unabii ni nini? Hosea 12 mstari wa 10. Tena nimenena nao manabii, nami nimeongeza maono, na kwa utumishi wa manabii nimetumia mifano. Mungu anasema akiongea na manabii anatumia mifano. Mifano kama gani? Mifano kama ya wanyama wanatoka kwa maji, wenye mabawa na pepo zinavuma, wenye mifupa, wenye vichwa 4, wenye pembe 10, wenye pembe yenye macho na kanywa. Anatumia mifano. Kwa hiyo unapenda mtazamaji, unabii ni injili ya Yesu inayookoa, lakini kwa njia ya mifano. Anatumia mifano kuelezea ukweli fulani. Kwa mfano, anatumia mifano ya wanyama kuelezea nini? Danieli 7 fungu lake la 17. Danieli 7 mstari wa 17 inasema hivi: kisha akaniambia, wanyama wakubwa walio 4 ni wafalme 4 watakaotokea duniani. Danieli akaambia hivi, ndugu na mpenzi, wanyama wakubwa walio 4 si wanyama wa kawaida, la hasa. Neno la Mungu linasema, Danieli akaambiwa hawa ni wafalme wakubwa 4 watakaotokea duniani wakiwa wengi. Biblia inatumia neno ya wafalme akiwa moja kama huyu wa 4 wa mwisho kutokea duniani. Na aliyeshangaza Danieli sana, mpaka Danieli akakosa mnyama wa kumlinganisha naye. Usikose katika mkanda utakaofuata baada ya mkanda, usikose mkanda wa 4. Tunazungumzia hii mnyama sana na hii pembe ndogo. Sikia mpenzi, Danieli akataka kusako juu. Je, huyo mnyama wa 4
naye ni nini? Mstari wa 23. Danieli 7 mstari wa 23. Akanena hivi, huyo mnyama wa nne atakuwa ni ufalme wa nne juu ya dunia, utakaokuwa mbali na falme zile zote, nao utakula dunia yote na kuikanyanga na kuivunja vipande vipande. Angalia ndugu na dada mtazamaji, Mungu anapozungumzia kuhusu mnyama anazungumzia kuhusu ufalme. Neno la Mungu likasema ule mnyama wa nne atakuwa ni ufalme wa nne juu ya dunia. Kwa hivyo mnyama wa nne kutoka kwa maji, ufalme wa nne kutokea duniani. Mnyama wa tatu je kutoka kwa maji, ufalme wa tatu kutokea duniani. Na mnyama wa pili ndogo kutoka kwa maji, ufalme wa pili kutokea duniani. Na mnyama wa kwanza simba kutoka kwa maji, ufalme wa kwanza kutokea duniani. Kwa hivyo sasa nini Mungu anajaribu kuonyesha? Anaonyesha falme kubwa nne zile zitatokea duniani, na akalinganisha kwa njia ya wanyama. Ni kweli, maana hizi falme Mungu alionyesha Danieli ndizo hizi tuliona Mungu alikuwa ameotesha mfalme Nebukadneza katika kitabu cha Danieli 2, na akatafsiriwa na Danieli. Akamwambia yeye Nebukadneza aliyeoteshwa ndoto, aliyetawala katika ufalme wa Babeli. Hiyo tuliona katika mkanda wake wa kwanza. Tukaona akalinganishwa kichwa cha dhahabu. Ya Danieli 2:36 mpaka 38. Danieli akamwambia wewe ndiye kichwa cha dhahabu. Mfalme Nebukadneza aliyeoteshwa ndoto, aliyetawala ufalme wa Babeli, akalinganishwa na kichwa cha dhahabu pamoja na ufalme wake. Baadaye akaambiwa kuna ufalme mwingine utatokea, ndio unalinganishwa fedha. Alafu akaendelea akaambiwa kuna watatu utatokea ukalinganishwa shaba. Wale akaambiwa utatokea utalinganishwa migia chuma. Na ufalme mwingine itakuwa kati utagawanyika. Ndio zitokea falme ndogo 10. Ndio maana ya vidole 10. Falme 10 zilizotokea katika mgawanyiko wa ufalme wa nne. Na mwisho Mungu akamwonyesha kuna jiwe litatoka mbinguni ambao ni ufalme wa Mungu, ufalme wa Yesu ambao tunatazamia. Tumaini lenye baraka ni kumwona Yesu anagoja amalize falme zote za dunia, na ufalme wa Yesu usimame milele na milele. Falme hizi Mungu aliotesha Nebukadneza, akatafsiriwa na Danieli. Mungu akazirudia kwa Danieli nabii wake. Ndio maana anamuonyesha mnyama wa kwanza, ufalme wa kwanza, kama vile tuliona mkanda wa pili ambao ni ufalme wa Babeli. Kwa nini hapo ukalinganishwa na simba? Tuliona ufalme wa Babeli ulikuwa na nguvu kama za simba. Tena ndio ufalme ulikuwa tajiri sana. Ndio maana ukalinganishwa kichwa cha dhahabu. Ulikuwa ni ufalme tajiri sana, na tena ulikuwa ni ufalme wenye nguvu sana. Ndio maana ukalinganishwa na simba. Na tukaona tena maana ya mabawa, tukaona Habakuki 1 fungu la 6 mpaka 8. Ni ufalme uliingia kwa haraka. Ni ufalme ulipiga dunia yote na ukatawala. Ni ufalme ambao mabawa tukaona inasimamia kwa haraka. Usikose hiyo kanda, utasikia mambo mengi zaidi. Lakini katika mkanda huu wa pili sasa, wa tatu sasa, tunaenda kuangalia ufalme wa pili ni gani na huu wa tatu ni gani. Tuliona tayari katika hii sanamu. Katika mkanda wa kwanza tuliona ni ufalme wa Medo wa Jeli, na huu wa tatu tukaona ni ufalme wa Kigiriki, na huu wa nne tuliona ni ufalme wa Kiroma. Lakini sasa wa Medo wa Jeli waliingiaje kutawala dunia na wakawa namna gani? Tunaingia katika Danieli 5. Tuingia kwanza kitabu cha Danieli 5 fungu lake la 25 mpaka 28. Ni wakati ambao mfalme wa mwisho ambaye alikuwa ni mtoto wa Nebukadneza, aliitwa Belshaza. Tamsoma Danieli 5 kuanzia fungu la kwanza kufika 5 pale. Alitengeneza karamu kubwa sana katika ufalme wa Babeli. Na ndani ya hiyo karamu kukawa kuna pombe. Kama vile unajua hata leo watu wengi wakitengeneza karamu wanaweka pombe, vileo vinakuwa pale ndani. Belshaza naye akitawala ufalme wa Babeli, akiwa mfalme wa mwisho kutawala ufalme wa Babeli, akatengeneza karamu na ikawa na pombe. Na katika hiyo pombe sasa, alipokunywa pombe akalewa, akili kaondoka, akaitisha vikombe vya Mungu vya kanisa na akavitumia kunywa pombe. Mungu akakasirika, akashuka kwa njia ya kitanga cha mkono. Neno la Mungu tukana likisema, akamwandikia maneno yafuatayo, na hapo ndio linaanzia. Danieli 5 mstari 25 mpaka fungu la 28. Na maandiko yaliyoandikwa ni haya: Mene, Tekeli na Peresi. Na tafsiri ya maneno haya ni Mene, Mungu ameuhesabu ufalme wako na kukomesha. Tekeli, umepimwa katika mizani, nawe umeonekana kuwa umepunguka. Peresi, ufalme wako umegawanyika, nao wamepewa Waamedi na Waajemi. Mstari wa 30 na 31. Usiku huo Belshaza mfalme wa Kaldayo akauawa, na Dario Mmedi akaupokea ufalme, naye umri wake alikuwa ni miaka 60
na miwili. Bwana bariki neno. Neno la Mungu linasema, mfalme Belshaza alipotumia vikombe vya Mungu kunywa pombe, Mungu akamwandikia maneno mbele tekeli na peresi. Neno mbele akaambia ufalme wako umekomeshwa. Tekeli, wewe mfalme umepimwa kwa mizani na umeonekana kuwa umepungua. Peresi akaambia ufalme wako umegawanyika. Mungu akaukomesha na akaugawanya, akapatia nani? Wamedi na Wajemi. Na Biblia ikasema mstari wa 30, usiku huo Belshaza mfalme wa Babeli akauawa na Dario Mumedi akaupokea ufalme, mzee mwenye miaka 62. Sikia mtesi, ufalme wa Medi na Wajemi ukaja kutawala dunia. Kwa nini ufalme ulikuja kuondoa ufalme wa Babeli? Wababeli walitumia vikombe vya Mungu vibaya, wakatumia vitu vya Mungu vibaya, tena wakaweza kutesa hata watu wa Mungu. Tuliona vile walitesa akina Shadraka, Meshaki na Abednego kwa sababu ya kukataa kuabudu sanamu. Mungu akainua ufalme wa pili kutawala dunia, ufalme wa Wamedi na Wajemi. Ufalme wa Wamedi na Wajemi sasa nao ukalinganishwa na ndugu. Kwa nini linganishwa na ndugu? Kama vile ndugu anaaminika anapenda kumwaga damu, ufalme wa Wamedi na Wajemi uliua watu wengi katika Babeli ili uweze kutawala. Sikia vile Isaya anaposema katika Isaya 13 kuanzia fungu la 17. Isaya 13 kuanzia fungu la 17. Kama vile ndugu anaaminika anapenda kumwaga damu, ndivyo ufalme wa Wamedi na Wajemi uliua, ndio Mungu akaulinganisha mnyama ndugu. Isaya 13 kuanzia 17 anasema, tazama nitawaamsha Wamedi juu yao, ambao hawaoni fedha kuwa kitu, wala hafurahi dhahabu, na nyuta zao zitawaangusha vijana, wala hawatahurumia mazao ya tumbo. Jicho lao halitawahurumia watoto. Na Babeli huo utukufu wa falme, uzuri wa kiburi cha Wakaldayo, utakuwa kama Sodoma na Gomora hapo Mungu alipoiangamiza. Sikia mpenzi, neno la Mungu linasema Mungu baadaye akainua Wamedi na Wajemi, na Biblia ikasema walionekana hawatahurumia watoto, hawatahurumia hata wamama. Ufalme ukaua watu wengi katika Babeli. Kwa nini? Walikuja wakakuta wamelewa, askari wake walikuwa wamelewa, na katikati ya huo moja kulikuwa na mto ulikuwa unapita katikati ya Babeli, unaitwa mto Frati. Mto Frati unasoma kitabu cha Mwanzo 2 uanze kuanzia fungu la 8 kuteremka. Utaona mto Frati ulikuwa pale Eden. Mungu aliumba huo mto pale Eden, ulikuwa unanyunyiza bustani ya Mungu maji. Mto Frati inaitwa Euphrates. Angalia mpenzi, mto Frati ulikuwa unapita katikati ya Babeli. Licha ya kwamba ulikuwa una ngome umezungukwa na kuta ambazo zilikuwa ndefu tena pana. Milango yake inasemekana ilikuwa inafungwa na shaba, ni ya shaba, na ilikuwa inafungwa na farasi, na inafunguliwa na farasi. Ndio maana ufalme ulikuwa na nguvu. Lakini kupitia kwa huo mto uliowapatia utajiri kiasi hicho, na ukafanya Nebukadneza akawa na mali na akawa na nguvu mpaka akajivuna huo mto. Wamedi na Wajemi ndio walitumia. Maana ungeingia Babeli kama vile tuliona mkanda wa pili. Haungeingia Babeli kupitia kwa kota, bado ilikuwa na kota pana. Tena haungeingia kupitia mlango. Milango ilikuwa ni ya shaba, ilikuwa inafungwa na kufunguliwa na farasi. Sasa Wamedi na Wajemi waliingiaje Babeli ili waanze kuangamiza? Kupitia kwa huo mto unaitwa Frati. Frati ilikuwa inapita katikati, inaipita katikati ya Babeli. Sasa Wamedi na Wajemi walifanya nini? Walikuja wakati wa Babeli wamelewa, wamekunywa pombe, askari wamelewa, wote wamelewa, akili imeondoka. Wamedi na Wajemi wakaja wakafunga ule mto Frati. Badala ya waingie ndani, wakaufunga na wakauelekeza kwa sehemu nyingine. Askari wa Wamedi na Wajemi, angalia, walipokuja wakadaivati mto ukapita kando, wakapata mwanya ya kupenya na kuingia katika ufalme wa Babeli. Kwale wakaingia, walipoingia wakaua watu wengi kama vile Isaya amesema, na kama vile ndugu anapenda kumwaga damu. Wakaua watu wengi katika Babeli na wakaua hata mfalme. Biblia ikasema, tulisoma Danieli 5 fungu la 30, ikasema usiku huo Belshaza akauawa. Usiku walikuwa wamelewa, hawakujua nini inaendelea, wakauawa na Dario Mumedi akatawala. Ufalme ukaanza kutawala mwaka wa 538 BC kabla ya Yesu kuzaliwa. Hii mifupa mitatu iko katika kichwa chake mbili. Hizi mbavu tatu
ni maeneo matatu ambao Wamedi Wajemi ili walazimu waweze kuondoa na wamalize nguvu ili waweze kutawala. Maeneo hayo ilikuwa ni majimbo gani? Jimbo la kwanza ni Babeli yenyewe, Simba. Ili lazima mfuko wa kwanza unasimamia Simba. Ili lazima wamalize wa Babeli kwanza. Jambo la pili, kulikuwa na jimbo lingine ambao walikuwa teke nyara ili waweze kutawala dunia. Na hiyo jimbo lilikuwa na nguvu. Inaitwa Misri. Mfuko wa pili unasimamia Misri ama hapa kwetu Afrika. Misri ilikuwa na nguvu sana. Wakaenda wakapigwa Misri na wakatawala, wakachukua. Jimbo lingine la tatu lilikuwa na nguvu sana kipindi hicho. Lilikuwa linaitwa Lydia. Lydia ni L-Y-D-I-A. Lydia. Sikia, sio Libya, Lydia. Hapo sikia ndio na mtazamaji. Mifupa hii mitatu ni majimbo matatu ambao ndugu ili atawala dunia ili lazima waweze kumaliza nguvu zake. Wa Babeli, wa Misri na wa Lydia. Na kweli hayo yote Wamedi Wajemi walikuwa wamepiga mahesabu vizuri na wakamaliza na wakatawala. Ufalme wa Wamedi Wajemi nao ulipokuja kutawala dunia, kuna mambo ulifanya mpaka Mungu hakuruhusu ufalme huu uishi sana. Ulifanya mambo gani? Twende Danieli 6 sasa. Mahali ufalme umeanza kutawala. Danieli 6. Kuanzia fungu la kwanza. Ufalme huu umeleta mambo gani sasa? Danieli 6 kuanzia moja inasema hivi. Ilimpendeza Dario kuweka juu ya ufalme maliwali 120 wawe juu ya ufalme wote. Na juu yao akaweka wakubwa watatu. Na Danieli alikuwa mmoja wao. Ili maliwali hawa watoe hesabu kwao, mfalme asipate hasara. Basi Danieli huyo alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali, kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake. Naye mfalme akaazimu kumweka juu ya ufalme wote. Basi mawaziri na maamiri wakatafuta sana kupata sababu ya kumstaki Danieli kwa habari za mambo ya ufalme, lakini hawakuweza kuona sababu wala kosa, kwa maana alikuwa mwaminifu, wala halikuonekana kosa wala hatia ndani yake. Ndipo wale watu wakasema, hatutapata sababu ya kumstaki Danieli huyo tusipopata katika mambo ya sheria ya Mungu wake. Basi wale mawaziri na maamiri na wakakusanyika mbele ya mfalme, wakamwambia hivi, mfalme Dario uishi milele. Mawaziri wote wa ufalme na manaibu na maamiri na madiwani na maliwali wamefanya shauri pamoja ili kuweka amri ya kifalme na kupiga marufuku ya kwamba mtu yeyote atakayeomba dua kwa Mungu awaye yote au kwa mtu awaye yote katika muda wa siku 30 ila kwako mfalme atatupwa katika tundu la simba. Sasa mfalme, piga marufuku ukatie sahihi maandiko haya asibadilike, kama ilivyo sheria ya Wamedi na Wajemi isiyoweza kubadilika. Basi mfalme Dario akatia sahihi maandiko yale na ile marufuku. Mungu abariki neno. Sikia ndugu na mtazamaji, ufalme wa Wamedi na Wajemi ulipoanza kutawala, neno la Mungu limesema waliweka wakubwa maliwali 120 wawe juu ya ufalme wote. Maliwali 120, na Biblia inasema wakachagua wengine watatu waliokuwa speciali wakubwa zaidi, na Danieli alikuwa mmoja wao. Angalia ndugu na dada mpenzi, Danieli ndio tuliona alikuwa ufalme wa Babeli. Danieli ndio tuliona Mungu alimpatia neema tangu mwanzo, akasimama katika unabii watu kwa mkano wa kwanza katika kula na kunywa. Mungu akampatia neema alipokataa kujitia unajisi kwa chakula cha mfalme na akakula vile Mungu anataka. Hata watu wakule usikose mkano wa kwanza, akakataa nyama na vitu vingine najisi, na akasema nataka kula kama vile Mungu aliagiza tangu Eden, chakula cha mashambani na maji. Hiyo yote tukaona vile alikula usikose mkano wa kwanza. Alafu akafunuliwa hekima na maarifa ya kuelewa ndoto. Hii Danieli mbele. Danieli huyo ndiye tumemwona amekuwa katika ufalme wa Babeli mnyama simba. Mungu amemheshimu Danieli kwa vile Danieli aliheshimu Mungu katika hatua ya kwanza, kola na kuja kwake, na katika maeneo yote ndio Mungu amemjalia neema, amefika ufalme huu wa Wamedi na Wajemi. Licha ya kwamba yeye ni mtumwa na mtu ambaye ni Mwisraeli, lakini katika ufalme wa Wamedi na Wajemi Mungu amemjalia neema tena, amekuwa mkubwa, ako miongoni mwa wakubwa katika ufalme huu wa Wamedi na Wajemi. Neno la Mungu likasema Danieli akawa mwaminifu katika ufalme huu. Hakutaka mambo ya ukora, hakutaka mambo ya wezi,
akawa mwaminifu. Biblia inasema wale wengine waliokuwa 120, wale wengine katika maliwali wakaona, ai, huyu mtu sasa mbona ametusimamia kwa ukali namna hii? Yaani hataki tuivaje? Unajua watu wanapenda kuiba na vitu vya rahisi, vitu vya wezi, watu wanapenda kuiba. Na ndio maana Danieli alikuwa mwaminifu kwa Mungu, hakutaka watu waibe. Angalia hata wewe ndio unaona mtazamaji. Mara ngapi tunaiba masaa ya serikali? Serikalini mahali unafanya kazi. Mahali popote unafanya kazi. Mara ngapi tunaiba hata masaa ya kazi? Tunaiba hata tunadanganya. Danieli alikuwa mwaminifu hata kwa masaa ya kazi. Alitafutiwa kosa. Ndio na Mungu limesema. Wale wengine wakaona hapana, huyo mtu anatuzuia hata tusiibe pesa hapa serikalini. Lazima tumuondoe. Tena huyu mtu hata kwanza si wetu wa mbele wa jeni. Huyu ni mtumwa, ametoka Israeli, ni mtumwa, anatuambia nini sasa? Ati aweze kutupatia uhuru wa kuiba. Sasa angalia. Walikuwa wanalalamika, wakasemezana, wakakaa pamoja, wakasemezana vile wataenda kufanya njama ili waondoe Danieli na waue Danieli aondoke mamlakani. Sasa itawezekanaje? Wakasema hivi, wakakaa kikao. Biblia inasema wakakusanyika, wakaenda kwa mfalme wakamwambia, tumekubaliana hakuna mwingine ataomba isipokuwa wewe. Kwa nini kwanza waende kwa mfalme kwa agizo ya kuomba? Kwa sababu hapo chini tuliambiwa fungu lake la 4 walitafuta sababu hawakupata. Wakasema sasa mahali tutapata kwa sheria ya Mungu wa Danieli. Angalia mpenzi, walitafuta kwa mambo mengine, kwa kuja kazini, kwa kutunza masaa, kwa kula, kwa kunywa, kwa wizi wa kila aina. Wakakosa wakana Danieli hana hatia. Na wewe leo angalia hiyo kitu umekalia hata mahali huko. Hiyo kitu umetoa wapi? Watu wengine wanaenda kazini, wanaona mkubwa yuko, wanabeba bete kama ni wengine wanafanya kwa mijengo. Unaona hata barabarani wanaenda na mbao na misumari, ati wamebeba ya mwindi, ati mwindi alikuwa hakuna. Na ndio labda umekalia kiti ya wezi. Angalia hiyo madirisha umetengeneza ndani nyumba, labda ni wa wezi. Wacha hiyo peke yake. Hata hiyo gari unaendesha si labda ni ya wezi. Angalia hata hiyo nyumba umekaa, hiyo project nao umeipata kwa njia gani? Ni njia halali ama ni njia haramu? Neno Mungu likasema Danieli mtumishi wa Mungu alipimwa kwa mambo yote, akaonekana mwaminifu. Na wewe leo na mimi leo, ni swali kwako, ni swali kwangu, Mkristo wa leo. Neno Mungu likasema ya kwamba Danieli akawa mwaminifu, wakakosa hata kosa moja wangepata Danieli nayo. Na wewe leo neno la Mungu linasema wakasema Danieli hatutampata isipokuwa katika sheria ya Mungu wake. Wakajua huyu mtu ni mwaminifu kwa Mungu wake. Huyu Mungu anaombanga mara 3 kwa siku. Huyu ndiye Mungu tunaenda kumpima naye. Baada tunajua yeye hawezi abudu binadamu, tunaenda tuambie mfalme tumepitisha mfalme abudiwe. Kwani wakaenda kama vile Biblia ilisema, wakaambia mfalme Dario, tumekubaliana sote. Angalia ugongo ambao unatungwa. Wakasema wamekubaliana wote, na Danieli mkubwa wao alikuwa pamoja nao. Walifanya baraza ambao Danieli alikuwa hayuko. Na leo mabaraza ngapi watu wengi wanaweka? Hata katika mikutano, hata katika makanisa, hata katika manyumba, watu wanaweka mabaraza, wanasingizia mabaya, wanawekelea watu wa Mungu mabaya. Kumbe kuna mtu ametega, wanakusanyika kwa manyumba usiku, wanafanya njama vile wataangamiza mtu fulani, vile watamuondoa mamlakani. Hebu ujifikiria ndugu na mtazamaji, fikiria maneno haya. Vile watu wanakaa baraza, na labda wahusishwa kwa njia moja ama nyingine, koketi kwa baraza, kusingizia mtu wa Mungu ambaye hana hatia, kumsingizia Danieli mtumishi wa Mungu akasengezewa, na alikuwa hajafanya kosa lolote. Ikawa namna gani? Wa mfalme akapitisha na akaweka sahihi hati abudiwa. Yeye pia alikuwa na kiburi, anataka kuabudiwa. Ikawa namna gani? Wacha tuende katika Biblia, Danieli 6, sasa tuko fungu la 10. Hata Danieli alipojua kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake na madirisha katika chumba chake alikuwa amefunguliwa kukabili Yerusalemu. Akapiga magoti mara 3 kila siku akasali, akashukuru mbele za Mungu wake kama alivyokuwa akifanya tokea hapo. Basi watu hao wakakusanyika pamoja, wakamwona Danieli akiomba dua na kusihi mbele za Mungu wake. Ndipo
wakamkaribia wakasema mbele ya mfalme katika habari ya ile marufuku ya mfalme. Je, huko itia sahihi ile marufuku ya kwamba kila mtu atakayeomba dua kwa Mungu awaye yote au kwa mtu awaye yote katika muda wa siku 30 ila kwa mfalme atatupa katika tundu la simba? Mfalme akasema neno hili ni kweli kama ilivyo sheria ya Wameda wa Jemi isiyoweza kubadilika. Basi wakajibu akasema mbele ya mfalme, yule Danieli aliye mmoja wana wa wale waliohamishwa wa Yuda hakujali wewe mfalme wala ile marufuku iliyoitia sahihi, bali yaomba dua mara 3 kila siku. Basi mfalme aliposikia maneno haya alikasirika sana, akakaza moyo wake ili kumponya Danieli, akajitaabisha kumwokoa hata jua likachwa. Ndipo watu wale wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme, wakamwambia mfalme, mfalme, ujue ya kuwa ni sheria wa Wameda wa Jemi lisibadilike neno lolote lililo marufuku wala amri yoyote iliyowekwa na mfalme. Basi mfalme akatoa amri, nao wakamleta Danieli wakamtupa katika tundu la simba. Tunaendelea kusoma fungu la 18, tuteremka kwanza. Kisha mfalme akaenda nyumbani kwake, akakesha usiku kucha, akafunga, na vinanda havikuletwa mbele yake, na usingizi wake ukampaa. Asubuhi mfalme akaondoka mapema, akaenda kwa haraka mpaka penye lile tundu la simba, naye alipolikaribia lile tundu akamlilia Danieli kwa sauti ya huzuni. Mfalme akanena akamwambia Danieli, Danieli mtumishi wa Mungu aliye hai, je, Mungu wako unayemtumikia daima aweze kukuponya simba hawa? Ndipo Danieli akamwambia mfalme, mfalme uishi milele. Mungu wangu amemtuma malaika wake, naye ameyafumba makali ya simba, nao wako ni dhuru, kwa kuwa mbele zake mimi nalionekana kuwa sina hatia, tena mbele yako mfalme sikukosa neno. Basi mfalme akafurahi sana, akaamuru amtoe Danieli katika lile tundu. Ndipo Danieli akatolewa katika lile tundu, wala dhara lolote halikuonekana mwilini mwake, kwa sababu alikuwa anamtumainia Mungu wake. Mfalme akaamuru, nao akawaleta wale watu waliomshtaki Danieli, wakawatupa katika tundu la simba, wao na watoto wao na wake zao, na wale simba wakawashinda, wakaivunja mifupa yao vipande vipande kabla hawajafika chini ya tundu. Ndipo mfalme Dario akawaandikia watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote waliokaa juu ya uso wa dunia, amani na iongezeke kwenu. Mimi naweka amri ya kwamba katika mamlaka yote ya ufalme wangu watu watetemeke na kuogopa mbele ya Mungu wa Danieli, maana yeye ndiye Mungu aliye hai adumuye milele, na ufalme wake ni ufalme usioharibika, na mamlaka yake inadumu hata mwisho. Yeye uponya na kuokoa, utenda ishara na maajabu mbinguni na duniani. Ndiye aliyemponya Danieli na nguvu za simba. Basi Danieli huyo akafanikiwa katika enzi ya Dario na katika enzi ya Koreshi Mwajemi. Bwana alibariki neno. Sikia ndugu na mpenzi, tumesoma mambo mengi katika sehemu hiyo. Tumesoma mambo gani sikia mpenzi? Tukaona vile ufalme huu maliwali hao walipokusanyika, kweli walienda wakategea Danieli, maana walikuwa wamepima, walikuwa wameteka Danieli katika sheria ya Mungu yake ya kuomba. Walijua Danieli hawezi abudu binadamu, hawezi fikia binadamu mabate. Walikuwa wamejua, kama vile tuliambiwa fungu la 10. Danieli alipojua kwa maandiko yametukisha tutiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake na badilisha katika chumba chake alikuwa amefunguliwa kukabili Yerusalemu. Akapiga magoti mara 3 kila siku, akasali, akashukuru mbele za Mungu wake kama alivyokuwa akifanya tokea hapo. Shika neno hilo ndugu na mpenzi. Ilikuwa ni desturi ya Danieli, kawaida yake, mazoea yake kuomba mara 3 kwa siku. Kumbe Danieli alikuwa anaomba mara 3 kwa siku, ndio. Sio wakati wa shida peke yake, la haswa. Neno la Mungu linasema mazoea yake, tabia yake, alikuwa na desturi ya kuomba mara 3 kwa siku, sawa na Daudi. Daudi, kitabu cha Zaburi 55 mstari wa 17. Zaburi 55 fungu la 17. Danieli sawa na Daudi walikuwa naomba maombi speciali mara 3 kwa siku, wakiwa wamepiga magoti. Zaburi 55:17 inasema hivi: jioni, asubuhi na adhuhuri nitalalama na kuugua, naye atasikia sauti yangu.
Bwana asifiwe sana. Neno la Mungu linasema Danieli sawa na Daudi walikuwa na mazoea ya kuomba Mungu mara 3 kwa siku, maombi speciali ambao watakuwa napiga magoti. Angalia ndugu na friends, maombi ya kupiga magoti. Neno la Mungu likasema Danieli alipenda tabia ya kuomba mara 3 kwa siku akiwa amepiga magoti, jioni, asubuhi na adhuhuri. Iwe ni wakati wa amani ama si wakati wa amani, iwe ni wakati wa vita ama si wakati wa vita, iwe ni wakati wa magonjwa, wakati wa kifo, wakati wa woga na vitisho, wakati wowote. Ndugu na rafiki, wewe pamoja nami, changamoto kwako na mimi Masaya. Je, mara ngapi tunaomba? Hata sasa hivi unapotazama hivi, umeomba mara ngapi? Maombi ya kupiga magoti, njia ya unyenyekevu kwa Mungu. Angalia mpenzi, Danieli alikuwa na maombi speciali sawa na Daudi kuomba mara 3 kwa siku akiwa amepiga magoti. Swali, maombi kama hii inahitajika? Ndio. Mathayo 6 fungu la 6, Mathayo 6 mstari wa 6, Biblia inasema hivi: bali wewe usalipo, ingia katika chumba chako cha ndani, na ukesha kufungua mlango wako, usali mbele za Baba yako aliye sirini, na Baba yako aonaye sirini atakujazi. Neno Mungu linasema tunapokuwa katika nyumba zetu, Yesu mwenyewe alituagiza, na nasema hata Masaya mpendwa, ndugu na mtazamaji, lazima uweze kuwa na nafasi mahali uko na nafasi, iwe ni kwako kwa nyumba ama labda kwa ofisi, mahali una nafasi uingie uweze kuwasiliana na Mungu kwa njia maombi. Maombi speciali, unatenga masaa ya maombi, unakuwa na muda wa kuomba, kuwasiliana na Mungu. Maana maombi mengi ni nguvu nyingi, maombi kidogo nguvu kidogo. Mtu asiyeomba huyo mtu hana nguvu. Neno la Mungu linasema lazima tujizoeze kuomba. Wathesalonike wa kwanza 5 mstari wa 17. Wathesalonike wa kwanza 5 mstari wa 17. Wathesalonike wa kwanza 5 mstari wa 17. Biblia inasema hivi, Wathesalonike wa kwanza 5 fungu la 17. Ombeni bila kukoma. Neno la Mungu linasema tuombe bila kukoma. Kumbe tunafaa kuwa na maombi speciali. Kama na hii maombi labda tunaomba tukitembea, kama na hii maombi labda tunaomba tukiketi, kama na ile maombi labda tunaombea chakula, kama na ile maombi labda tunaomba kwa kazi ya asubuhi, kama na ile maombi ambayo tunaomba mahali popote tupo. Biblia inasema ni vizuri tuwe na maombi speciali, yale ambao tunachukua muda mahali uko na nafasi, aidha kwako kwa nyumba, ama labda mahali uko kanisani, ama labda mahali uko kwa kazi. Bora uko na mahali una nafasi, unaweza piga magoti, unakuwa na muda speciali. Kama gani? Kama ya Danieli tumeambiwa, ama ya Daudi, jioni baada uko kwako pale kwa nyumba, baada ya chakula chote cha mamkuli, kabla ulale, jambo la kwanza wewe pamoja nami tunashauriwa kuomba. Unanyenyekea kwa Mungu, unashukuru Mungu kwa ajili amekulinda mchana wote na amekufikisha masaa jioni. Unashukuru Mungu na unajiweka mikononi mwa Mungu katika hiyo masaa ya giza. Asubuhi ukiamka kwa kitanda chako, unapiga magoti tena. Kama bado uko na afya, unapiga magoti tena. Unashukuru Mungu kwa kukulinda wewe pamoja na masaa ya giza na kutojalia kuona asubuhi ama pambazuko la hiyo asubuhi. Ikifika adhuhuri, kama una nafasi labda kwa ofisi ama uko kwa nyumba, unatafuta nafasi, unapiga magoti tena. Unashukuru Mungu kwa kukulinda wewe pamoja nami katika masaa mchana ambayo yamepita. Neno Mungu linasema tunakuwa na nafasi ya maombi, maombi speciali. Angalia basi, kwa nini tuombe? Mathayo 26 mstari wa 41. Mathayo 26 mstari wa 41. Kwa nini tuombe? Mathayo 26 fungu la 41. Kesheni muombe, msije mkaingia majaribuni. Yesu aliambia wanafunzi wake ambao ni pamoja nami leo, tuwe ni watu wa kukesha na kuomba. Kwa nini tuwe ni watu wa kuomba? Tusije tukaingia majaribuni. Tunaomba kwa sababu hatujui ni nini shetani ametuwekea hata mbele yetu. Sekundi ijayo hatujui ni nini iko mbele yetu. Biblia inasema tukeshe tuombe, tusije tukaingia kwa majaribu. Tuwe ni watu wa maombi mpenzi. Maombi ni kitu cha maana katika maisha ya Mkristo. Hiyo ndio nguvu ya Mkristo, inatuzuia majaribu. Tena kuna wengine nao wanatokea wanasema ati maombi lazima maombi yote upige magoti. Hapana. Wengine nao wametokea hapa akiombea chakula anapiga magoti. Wengine wametokea hata maombi yote kanisani ati wanapiga magoti. Hapana.
Kitabu cha Marko 11 mstari wa 25. Marko 11 mstari wa 25. Marko 11 mstari wa 25 inasema hivi: nani kila msimamapo na kusali, sameheni mkiwa na neno juu ya mtu, ili na Baba yenu aliye mbinguni awasamehe na ninyi makosa yenu. Shika sehemu ya kwanza imesema nani kila msimamapo na kusali. Kwa hivyo Biblia inaruhusu mtu aombe akiwa amesimama. Sio hiyo peke yake. Tunapewa kisa cha huyo ambaye alikuwa anaitwa mtoza ushuru. Tunamsoma kitabu cha Luka 18. Angalia kitabu cha Luka. Mtoza ushuru ambao tunapewa kisa chake, alienda kuomba na yeye mwenyewe akasimama na akaomba na Yesu akamshukuru na akasefa huyo mtu, akasema kwa vile alinyenyekea moyo wake kwa Mungu alipokuwa amesimama kwa kuomba, maombi yake ilijibiwa. Angalia Luka 18 mstari wa 13. Inasema hivi: lakini yule mtoza ushuru aliyesimama mbali, wala hakuthubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipiga kifua akisema, haya Mungu, uniwie radhi, mimi ni mwenye dhambi. Fungu la 14. Na waambia, huyu alishuka kwenda nyumbani kwake, amehesabiwa haki kuliko yule, kwa maana kila ajikwezao atadhiriwa, naye ajidhiri atakwezwa. Angalia ndugu na dada mtazamaji, ndio mtoza ushuru pamoja na Farisayo. Farisayo yeye alijiinua, hakunyenyekea hata moyo wake kwa Mungu. Tukiwa katika maombi, ndugu na dada mtazamaji, lazima tunyenyekee kwa Mungu. Mtoza ushuru aliweza kusimama, hakuinua hata macho yake mbinguni, aliangalia chini, ya mwenyewe akasema, samehe ni mwenye dhambi. Kwa hivyo kitu kinahitajika kwa maombi, kama hata umessimama, umeketi ama umelala, lazima moyo wako unyenyekevu kwa Mungu. Upeleke mawazo yako yote kwa Mungu, uache kujibiri. Maana Biblia inasema atakayejibiri huyo ndiye atakwezwa. Tunajibiri mawazo yetu, tunaipeleka kwa Mungu, tunajibiri mbele za Mungu. Lakini maombi speciali kwa nafasi kupiga magoti ni njia kuonyesha unyenyekevu kwa Mungu. Ndio maana kitabu cha Efeso inasema, kitabu cha Efeso, twenda pamoja na kitabu cha Efeso, kitabu cha Efeso 3 ndio fungu lake la 14. Efeso 3 fungu la 14 ndio maana anasema, kwa hiyo nampigia Baba magoti, ambaye kwa jina lake ubaba wote wa mbinguni na duniani unaitwa. Hiyo ni Efeso 3 fungu la 14-15. Anasema tunafaa kupigia Baba magoti, maana ndiye mweza yote katika yote. Hiyo ni kuonyesha tunamheshimu, tunanyenyekea. Mahali kuna nafasi, unanyenyekea. Njia unyenyekevu kwa Mungu kwa njia ya magoti. Kumbe Danieli alikuwa na mazoea ya kupigia Mungu wa mbinguni magoti mara 3 kwa siku. Kwa hivyo sheria ilipopitishwa Wameda Wajemi, mwanadamu apigwe magoti na abudiwe, Danieli alikataa. Kwa nini Danieli akakataa? Kwa sababu alikuwa na sheria ya Mungu wake katika amri za Mungu 10. Kitabu cha Kutoka 20 mstari wake wa 3. Sheria ya Mungu ya kwanza inasema hivi, Kutoka 20 mstari wa 3 inasema, usiwe na miungu mingine ila mimi. Biblia inasema Mungu ametukataza katika sheria yake ya kwanza, tusiwe na miungu mingine ila yeye Mungu wa mbinguni. Kumbe nimejua sasa. Ndio maana Danieli alikataa kuabudu mfalme Dario wa ufalme wa Wameda Wajemi. Akaamua ili atupa kwa tundu la simba, lakini hawezi abudu binadamu. Kwa hiyo Biblia inasema alitupwa. Na alipotupwa, Mungu akatuma malaika wake, akafunga vinywa vya simba usiku wote. Tumeona hiyo Danieli 6. Danieli hakuumwa na simba wala kuonekana dhara lolote. Alikuwa mwaminifu kwa Mungu katika sheria ya Mungu ya kwanza inayosema usiwe na Mungu mwingine. Hapo kwenye sheria ya Mungu ya kwanza, hapo kubali kuabudu binadamu. Nimejua kitu kingine. Danieli alijua hivi, ndugu na mtazamaji, akiinama mbele ya mtu namna hii, akipigia binadamu magoti namna hii, maana ilikuwa Dario watu wanaenda na maabudu. Danieli alijua hivi, kama nitainama mbele ya binadamu yote, huyu atakuwa ndiye Mungu wangu. Huyu ambaye ninainamia atakuwa Mungu wangu. Danieli akajua akiinama atakuwa amekata ushirika na Mungu, na atakuwa sasa amekuwa na Mungu mwingine, amevunja amri ya kwanza kwa kuinama mbele ya mtu. Kumbe na leo kuna watu wanaabudu wanadamu, kuna watu wanainama mbele ya watu. Ndio Warumi 1 mstari wa 21 mpaka 25. Mtumishi wa Mungu Paulo akiwa katika roho
akaonyeshwa hasa nyakati zetu za mwisho tunamoishi. Ndugu na dada mtazamaji, watu wengi wakiwa wameacha kuabudu Mungu wa kweli, na watu wakianza kuabudu binadamu na hata kusojodia binadamu. Na hili jambo onyo kubwa sana mpenzi, tabia iliyokuwa na watu wa Meda Wajemi, wale walikuwa wajui Mungu wa kweli, ikaja tena ikaambukizwa watu, na hata leo watu wengi wanaabudu wanadamu. Sikia Warumi 1:21 mpaka 25. Kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao, na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Wakijinena kuwa wenye hekima, walipumbazika, wakaubadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu kwa mfano na sura ya binadamu aliye na uharibifu, na ya ndege, na ya wanyama, na ya vitambaavyo. Kwa ajili yayo Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao, waufuate uchafu, hata wakavunjiana heshima miili yao. Kwa maana walibadili kweli ya Mungu kuwa uongo, wakakisojodia kiumbe na kukiabudu badala ya Muumba anayehimidiwa milele. Amina. Sikia ndugu na dada mtazamaji, neno la Mungu linasema watu wengi hata kama wanasema wanamjua Mungu, hata kama wanakiri wamejua Mungu, Biblia inasema watu wengi wamepumbazika katika akili zao. Watu wengi, labda sijui kama ni wewe leo, watu wengi wamepumbazika, na Biblia ikasema mioyo yao ikatiwa giza, wakaabudu binadamu, wakakisojodia kiumbe na kuabudu binadamu. Wengine nao wanaabudu ndege na wanyama. Jambo la huzuni sana ndugu na mtazamaji, watu wameacha kusojodia Mungu muumbaji wetu. Watu wameanza kuabudu kiumbe, watu wanaabudu viumbe, wanasojodia viumbe na kuviabudu badala ya Mungu anayehimidiwa milele zote. Swali ni hili sasa, kusujudu ni nini? Zaburi 95 mstari wake wa 6. Kusujudu ni nini? Najua watu wengi hata leo wapenzi, ndio na mtazamaji, jambo la huzuni, watu wengi wanasujudia wanadamu, wanapigia binadamu magoti. Zaburi 95 mstari wa 6. Njooni tuabudu, tusujudu, tupige magoti mbele za Bwana aliyetuumba. Kusujudu ni nini? Biblia inasema kusujudu iko na heshima ya kupiga magoti. Kwa hivyo neno la Mungu likasema anayestahili kupigiwa magoti ni Mungu, maana yeye ndiye muumbaji wetu. Bwana asifiwe. Amen. Yeye ndiye Mungu ametumba. Uweza na nguvu na mamlaka ni zake milele zote. Ndio Biblia inasema njooni tuabudu, tusujudu, tupige magoti mbele za Mungu aliyetuumba, anayestahili heshima ya kusujudiwa, kupigiwa magoti. Si binadamu yeyote, la haswa Mungu peke yake. Kumbe hii tabia kuabudu wanadamu ilikuwa katika ufalme wa Meda Wajemi. Ndio. Hata ukisoma kitabu cha Esta 3, kuanzia fungu la kwanza uteremke, utaona tena kulitokea mfalme mwingine kutawala wa Meda Wajemi, aliitwa Asuero. Akamuinua mtu mmoja anaitwa Hamani. Hiyo ni Esta 3. Alipoinuliwa, Hamani alikuwa anaabudiwa. Mordekai alikuwa ni Mwisraeli, akakataa kuabudu hiyo Hamani. Hamani akakasirika, akafanya njama vile Mordekai Mwisraeli ambaye amekataa kuabudu Hamani, sawa na vile Danieli Mwisraeli alikataa kuabudu mfalme Dario. Hamani akafanya njama na akatengeneza mti uli ambao Mordekai atasulubishwa. Lakini Bwana asifiwe na haleluya, maana usome hiyo Esta 7 mstari wa 10. Soma katika Biblia yako Esta 7 mstari wa 10. Mungu alibadilisha hukumu. Badala ya Mordekai mtumishi wake atundikwa kwa msalaba, yeye mwenyewe Hamani aliyekuwa anaabudiwa akifanya Mungu duniani, yeye ndiye aliwekwa. Na ndivyo inaenda kuwa sawa na hao watu wa Meda Wajemi waliofanya njama ya kuweza kuangamiza mtumishi wa Mungu, ati amekuwa mwaminifu kwa Mungu wa kweli kwa kuabudu binadamu. Wao na wake zao na watoto wao tuliona ndio walitupa kwa tundu la simba, wakaliwa na wakafa. Ndivyo ilivyo hata leo mpenzi. Sheria Mungu bado inasimama. Sheria ya kwanza, usiwe nami nisiwe na Mungu mwingine. Hakuna Mungu mwingine anastahili kuabudiwa. Hakuna Mungu mwingine anastahili kupigwa magoti isipokuwa ni Mungu wa mbinguni. Ufalme wa Meda Wajemi ulikuwa na hiyo tabia ya kuabudu wanadamu.
Tabia hiyo hata leo iko, na tutakuja kuona nikifika mnyama wa 4 vile ilichukuliwa na pembe dogo hii, na wakati mwanamke huyu ilianzisha kanisa hili ambao tutakuja kuona mwanamke huyu wa Ufunuo 17. Tutakuja kuona mambo hayo yote yakaletwa katika ulimwengu wa Ukristo kupitia kwa hii pembe dogo, na zaidi kupitia kwa mwanamke ukahaba. Kanisa hili lake aliloanzisha, kanisa la mpinga Kristo. Moja hii namba unaona hapa mwisho, namba hii hapa mwisho, namba 666. Usikose mkanda utakaofuata. Sikia mpenzi, tabia hiyo ikaletwa duniani, na watu wengi hata leo na wanajiita wa Kristo, utaona wanaabudu wanadamu na kuheshimu binadamu kama Mungu, kinyume cha Biblia. Ufalme huu Mungu hakuruhusu uendelee sana. Kwa sababu ya hizo tabia ya kuabudu binadamu, Mungu hakuruhusu uendelee sana. Tena ni ufalme tulisikia umeweka sheria zisizobadilika. Hiyo Danieli 6. Sikia mpenzi, kuna kitu tulisoma pale Danieli 6. Fungu lile lake ni fungu lile lake la 7 na 8. Fungu la 8 linasema hivi: mfalme, piga marufuku ukatie sahihi maandiko haya yasibadilike, kama ilivyo sheria wa Medi na Wajemi isiyoweza kubadilika. Wamedi na Wajemi walikuwa wameweka sheria isiyobadilika, na walikuwa wanajidai sheria zao zibadilike. Kumbe ndio hata Mungu alikasirika na akaondoa ufalme wa Medi na Wajemi. Kwa nini? Hakuna binadamu dunia hii anaweza weka sheria zisizobadilika isipokuwa sheria za Mungu peke yake. Kitabu cha Malaki 3 mstari wa 6. Malaki 3 mstari wa 6. Malaki ni kitabu cha mwisho cha Agano la Kale. 3 mstari wa 6 inasema hivi: kwa kuwa mimi Bwana sina kigeugeu, ndio maana ninyi hamkuangamizwa, enyi wana wa Yakobo. Neno la Mungu linasema Mungu pekee ndiye abadilike. Waebrania 13 fungu la 8 inasema Yesu ni yule jana leo na hata milele, habadiliki. Kwa hiyo Mungu pekee ndiye abadilike. Kwa hiyo ufalme huu wa Medi na Wajemi walipoleta sheria zisizobadilika, na ni sheria zimetungwa na binadamu mwenye dhambi anayehitaji dhambi ya Mungu, na ikaweka binadamu akujue kama Mungu. Mungu hakuvumiliana na ufalme huu. Ulipoweka sheria kama za Mungu, mwanadamu akajifanya kama Mungu aabudiwe, Mungu aliweza kumaliza ufalme huu. Alimaliza namna gani? Twende kitabu cha Danieli 8 kuanzia fungu lake la kwanza. Danieli 8 kuanzia fungu la kwanza. Ufalme huu ulimalizwaje sasa? Danieli 8 ninasoma fungu la kwanza mpaka fungu lile lake ambalo ni fungu lake la 8. Danieli 8 moja mpaka fungu la 8 inasema hivi: katika mwaka wa 3 wa kumiliki kwake mfalme Belshaza, maono yalinitokea mimi Danieli, baadhi ya hali yaliyonitokea hapo kwanza. Nami naliona katika maono yangu ilitukia nilipoona nalikuwa huko Shushani ngomeni katika wilaya ya Elamu. Nikaona katika maono, nami nalikuwa katika mto wa Ulai. Ndipo nikainua macho yangu nikaona, tazama, mbele ya mtu alisimama kondoo mume mwenye pembe mbili, na pembe zile mbili zilikuwa ndefu, lakini moja ilikuwa ndefu kuliko ya pili, na ile iliyokuwa ndefu zaidi ilizuka mwisho. Mstari wa 4. Nikamwona huyo kondoo mume akisukuma upande wa magharibi na upande wa kaskazini na upande wa kusini, wala hakuna mnyama yeyote awezaye kusimama mbele yake, wala hakuna mnyama yeyote awezaye kumpokonya mkononi mwake, lakini alitenda kama alivyopenda mwenyewe, akajitukuza nafsi yake. Fungu la 5. Nami nilipokuwa nikifikiri, tazama, beberu akatoka upande wa magharibi juu ya uso wa dunia nzima bila kuigusa nchi, na beberu yule alikuwa na pembe mashuhuri kati ya macho yake, naye akamwendea huyo kondoo mume mwenye pembe mbili niliyemwona akisimama karibu na mto, akamshambulia kwa ghadhabu za nguvu zake. Nikamwona akimkaribia kondoo mume, akamwendea hasira kali, akampiga kondoo mume, akazivunja pembe zake mbili, na huyo kondoo mume alikuwa na nguvu kusimama mbele yake, bali akamwangusha chini, akamkanyanga, wala hapakuwapo awezaye kumwokoa kondoo mume katika mkono wake. Fungu la 8. Na yule beberu akajitukuza sana, na alipokuwa na nguvu, pembe ile kubwa ikavunjika, na badala yake zikazuka pembe 4 mashuhuri zilizoelekea pepo 4 za mbinguni. Bwana abariki neno. Sikia ndugu na dada mtazamaji, Danieli akaonyeshwa maono mengine. Katika hiyo mafungo tumesoma kitabu cha Danieli 8 fungu lake la kwanza mpaka 8. Tumeona Danieli akionyeshwa maono mengine.
Maono gani? Akaweza kuonyeshwa wanyama wawili. Wanyama hao sina hapa, lakini ndio hawa tu ambao utakuja kuona ni falme hizi tu tunazungumzia. Akamwonyesha kondoo mume mwenye pembe mbili. Biblia inasema kwanza alimwonyesha kondoo mume mwenye pembe mbili, na moja ilikuwa ndefu kuliko ingine, na akaonekana hiyo kondoo mume wakati wake alikuwa anasukuma pande zote, yaani alikuwa na nguvu, tena alikuwa hodari kipindi chake, na hakuna mnyama angempokonya kitu kutoka mkononi mwake. Alikuwa hodari kwa wakati wake huyo kondoo mume. Alafu Danieli akaonyeshwa tena gogo, akaonyeshwa beberu akija mwenye pembe moja mashuhuri kati ya macho yake, na Biblia ikasema beberu yakaja kwa nguvu na akakasirikia kondoo mume, akampiga na hiyo pembe yake, akamwangusha chini, akamvunja pembe zake mbili na akamkanyaga chini. Sikia ndugu na mtazamaji, alafu ikawa namna gani? Neno la Mungu likasema akavunja na huyo beberu akaanza kujitukuza, na Biblia ikasema wakati tu alikuwa amepata nguvu huyo beberu, ile pembe ikavunjika na badala yake zikasimama pembe nne. Maana yake nini unabii huo? Hiyo ni unabii mpya? Hapana, ni unabii tuliona katika mkando wa kwanza na hata mkando wa pili. Ni unabii ambao tu ni wa falme hizi. Kwa nini? Danieli 8 fungu la 20 na 21. Swali ni hili: kondoo mume ni nani? Na aliuawa na beberu. Na huyo beberu alikuja baadaye mwenye pembe moja akamua ni nini? Danieli 8 mstari wa 20 inasema hivi: yule kondoo mume uliyemwona mwenye pembe mbili, hizo ndizo wafalme wa Umedi na Uajemi. Asante sana. Angalia ndio ndio mtazamaji. Danieli akaambiwa huyo kondoo mume si mwingine ni ufalme huu tu, moja wa pili tubu, ama katika sanamu kifua na mikono ya fedha. Ni ufalme huu wa pili kutawala dunia, ufalme wa Umedi na Uajemi. Swali nili sasa, huyo kondoo mume aliuawa na beberu. Beberu aliyepewa pembe moja. Beberu ni nani? Ni ufalme gani wa tatu uliotokea kutawala dunia na ukaondoa ufalme wa pili? Beberu ni nani? Mstari wa 21. Danieli 8:21 inasema, na yule beberu mwenye manyoya mengi ni mfalme wa Uyunani, na ile pembe kubwa iliyo kati ya macho yake ni mfalme wa kwanza. Sikia tu dada mtazamaji. Neno la Mungu linasema, na huyu beberu mwenye manyoya na alikuwa na pembe moja mashuhuri ni mfalme wa Uyunani, Greece Empire, ama ufalme wa Kigiriki. Nimejua sasa, hata wewe na mimi hata wewe unajua nini dada mtazamaji. Kumbe sasa ufalme wa tatu kutawala dunia, ufalme uliondoa ufalme wa Umedi na Uajemi. Biblia yenyewe inasema, sawa na vile tunasoma ile historia, sawa na vile tunasoma hata mashireni, ni ufalme wa Kigiriki, Greece Empire. Huo ufalme ulitokea mwaka 331 BC, 331 BC, kabla ya Yesu kuzaliwa, na ukaondoa ufalme wa Umedi na Uajemi. Ufalme wa Kigiriki ukatawala, na Biblia ikasema hiyo pembe mashuhuri kati ya macho yake ni mfalme wa kwanza, yaani mfalme wa kwanza kutawala Kigiriki, ambaye tunamsoma kutoka historia anajulikana kama Alexander the Great. Kijana huyo ambaye anaitwa Alexander the Great ndiye alitokea mwaka 331 BC akiwa na majeshi yake 47,000, 47,000 armies. Alikuwa ameandaa vijana jeshi 47,000, akapiga ufalme wa Umedi na Uajemi. Mmoja wao mkubwa dogo, ufalme wa Umedi na Uajemi uliokuwa na majeshi milioni 1, wakaondolewa na ufalme wa Kigiriki chini ya Alexander aliyekuwa na majeshi 47,000. Na nimejua sasa, kumbe ndio maana kama mnyama kadogo chui kanaua mnyama mkubwa dogo. Baada yake ni nini? Ufalme wa Alexander wa Kigiriki ukiwa na majeshi 47,000 ukaondoa ufalme wa Umedi na Uajemi, Iraq na Iran lugha ya leo, uliokuwa na majeshi milioni 1. Na ndio tena ni nini lisaidia? Chui anapenda mwepesi. Kwa hivyo vijana au 47,000 vijana ni watu wepesi. Ndio unaona hata leo katika watu wanapoenda kufanya uchaguzi, watu watakao kuwa askari ama wanajeshi wanachagua vijana
wale wana nguvu. Yule kijana anaweza kuruka, anaweza kutupa mateke, anaweza kutupa ngome. Yaani mtu anaweza enda na mtu ambaye ana nguvu, anaweza fenda mbio. Vijana wanaaminika ni watu wepesi, ni watu wepesi. Ndio maana unaona ufalme huu kaliganishwa na chui wepesi. Vijana 47,000 wakiwa wepesi wakapiga ufalme wa Bwana wa Chemi waliokuwa na majeshi milioni 1 na wakatawala. Nini ingine ilisaidia chui? Ndio hiyo tuliambiwa chui ana mabawa 4. Mabawa inasimamia nini? Tuliona katika Zaburi 18 mstari wake wa 10. Mabawa inasimamia wepesi ama uharaka wa ufalme. Ni ufalme uliingia kwa haraka. Ndio maana kuna mabawa 4 kama ya ndege. Mabawa ni uharaka. Ufalme wa Kigiriki ukapiga ufalme wa Bwana wa Chemi na ukatawala. Neno la Mungu lilisema katika Danieli 8. Ile pembe moja ilivunjika, badala yake zikasimama pembe 4. Baada ya hizo pembe 4 ni nini? Danieli 8 mstari wa 22. 8:22 Danieli inasema hivi. Tena katika habari ya ile pembe iliyovunjika, ambayo badala yake zilisimama pembe 4, falme 4 zitasimama kutoka katika taifa lile, lakini si kwa nguvu kama zake. Neno la Mungu likasema falme 4 zitatokea. Pembe ile ilipovunjika zilitokea 4. Maana yake ni nini? Neno la Mungu likasema falme 4 zitatokea katika taifa lile, lakini si kwa nguvu kama za mfalme wa kwanza. Kumbe hizo pembe 4 ni sawa na vichwa 4 ndio. Alexander alipokufa, mfalme wa kwanza kutawala Ugiriki, ufalme wake uligawanyika katika sehemu 4. Ndio maana chui ana vichwa 4. Ama pembe iliyovunjika Alexander alipokufa zikatokea pembe 4. Ufalme wake ukagawanyika sehemu 4. Neno la Mungu likasema falme 4 zitatokea kutoka katika taifa lile. Katika hili taifa la Ugiriki ikagawanyika katika sehemu 4. Kaskazini, kusini, magharibi na mashariki. North, south, east and west. Ikiongozwa na majemadari 4 waliochukua utawala. Lysimachus, Seleucus, Ptolemy na Kasanda. Lysimachus, Seleucus, Ptolemy na Kasanda. Majemadari hao 4 wakatokea na wakaanza kutawala Ugiriki kuanzia mwaka wa 323 BC. Hiyo ndio wakati mwaka ambao Alexander alikufa. Kwa nini Alexander hapo akiwa kijana namna hiyo? Alikuwa mchanga sana. Yeye alikuwa ameoa tu. Na vile alikuwa amemaliza kuwa alikuwa na mtoto kamoja tu, kama mwanaume kadogo tu. Na akafa. Na alipokufa hata ufalme wake hakukupatikana mtu ambaye ataachiwa enzi na utawala. Kwa nini? Ni nini ilifanya Alexander ingilie afya haraka hivyo? Aliingia kwa njia gani? Alikataa maoni ya Mungu kwa mtu yeyote anakuwa mkubwa, ama mtu yeyote ambaye ni kiongozi, ama mtu yeyote hata wewe na mimi. Alikataa maoni ya Mungu. Maoni ya Mungu ni gani? Mithali 31 fungu la 1 mpaka fungu la 5. Twende kitabu cha Mithali 31 fungu la 1 mpaka fungu lake la 5. Alexander alikataa maonyo haya. Maonyo ya Mungu yanasemaje hata sasa, mpenzi msikilizaji? Inasema hivi Biblia, Mithali 31:1 fungu la 1 mpaka 5. Maneno ya mfalme Lamueli, mausia aliyofundishwa na mama yake. Ni nini mwanangu? Tena ni nini mwana wa tumbo langu? Tena ni nini mwana wa nadhiri zangu? Usiwape wanawake nguvu zako, wala moyo wako usiwape wale wawaharibuo wafalme. Lamueli, kunywa mvinyo akuwafai wafalme, wala haifai wakuu waseme kiwapi kileo, wasije wakanywa na kuisahau sheria na kuipotosha hukumu ya mtu aliye taabuni. Neno la Mungu linasema mfalme hafai kunywa pombe. Maneno ambayo tumesoma pale ni mausia ambayo tumeambiwa mama ya Lamueli aliweza kumshauri. Akaona Lamueli kijana yake amekuwa mamlakani, anaenda kutawala, akuwa mfalme. Akamuita. Sijui sasa wewe mtazamaji, mara ngapi wewe unaita watoto wako uwashauri? Ama tunasema tu amesoma, ama tunasema tu anajua, tunawaacha ati wako ng'ambo, ati wanajua. Biblia inasema mama ya Lamueli aliita mtoto yake Lamueli, akamwambia sikia, ndako si umeenda mamlakani, si wewe umekuwa mfalme? Ndio. Sikia sasa, mashauri yao kwa pamoja, usiwape wanawake nguvu zako. Jambo la kwanza, mama alishauri mtoto yake,
na asiwape wanawake nguvu zake. Na leo wewe mama unayetazama, wewe baba, na mara ngapi unakaa na watoto wako unawaonya? Kama sasa hivi ugonjwa huu hatari unaua watu wengi, inaitwa ugonjwa wa ukimwi. Mara ngapi tunakaa na watoto wetu tunawashauri wao waaminifu, tunawaonya, tunawaambia tafadhali ukimwi iko. Hata sio hivyo peke yake, wewe kama ni mama, chukua hiyo watoto wako wasichana vizuri sana, ama vijana yako. Hata wewe baba, chukua hao vijana, na wewe mama, chukua wasichana, enda kwa hospitali yoyote ile ambao wagonjwa wanalazwa, hizo kubwa ambazo zina watu wa magonjwa ukimwi, kama Kenyatta, kama hospitali nyingine, ima hospitali kubwa. Enda tu hospitali kubwa, hata katika nchi yako, katika mkoa yako, mahali unamokaa, wilaya yako, mahali hospitali kubwa wagonjwa kila aina wamelazwa, enda uwatembeze huko, especially mawodi ya watu ambao unajua na hiyo magonjwa kama hiyo hatari. Enda umuonyeshe vile mtu anadhoofika, enda umuonyeshe aone madhara, na umwambie hii ndio adhari ya magonjwa kama ya ukimwi. Na huyo mtoto kuna kitu atajifundisha, licha ya kwamba umemwelezea na umemuonyesha, umwambie sasa ni juu yako, uchague kuwa mzima ama uchague ukae namna hiyo. Angalia, mara ngapi tunashauri watoto wetu, mara ngapi tunakaa nao kwa nyumba kuwaonya, ama tunaona wanaleta watu vijana tu, tunasema ni maendeleo, atunasikia wewe ni rafiki yako, unasikia wewe ni cousin yako, wamekuwa ni makazini, wamekuwa ni mashemezi. Watoto wanaharibika. Tunaona la mama ya Omedi alishauri mtoto wake, akamwambia Sekia, yeye ni mfalme ndio, akamkatisha akamwambia Sekia, alifanya jukumu lake akiwa mzazi. Angalia vile Biblia inasema kitabu cha Yeremia 13 mstari wake wa 20. Kila mzazi tutaulizwa. Yeremia 13 mstari wake wa 20. Neno la Mungu linasema hivi, Yeremia 13:20. Kuna swali kila mzazi tutaulizwa na Mungu. Tutaulizwa swali gani? Inua macho, Yeremia 13:20. Inua macho yako ya Yerusalemu katazame, hawa wanaokuja kutoka kaskazini. Liko wapi kundi lako ulilopewa, kundi lile nzuri? Swali ambalo kila mzazi ataulizwa. Biblia inasema, liko wapi kundi lako ulilopewa, kundi lililo nzuri? Watoto Mungu anapotubariki ni mibaraka ya Mungu. Watoto ni mibaraka kutoka kwa Mungu. Hivyo ndio Zaburi inasema, Zaburi 127 mstari wake, soma mstari wa 3 hata mstari wa 4 ukisoma. Biblia inasema tutaulizwa na Mungu, lile kundi nzuri nilikupatia liko wapi? Watoto tulipewa wazuri, lakini sasa tumewaachilia. Mungu atauliza liko wapi? Naomba Mungu akujalie na nijalie jameni. Ametubariki na watoto, Mungu atujalie. Na kila mmoja, hata mtazamaji, ufikirie, uchukue mtazamo mpya kuanzia sasa. Angalia mpenzi, Mungu atauliza mzazi yote, kile kikundi nilikupatia ya mtoto 1 2 3 5 8 20 ulipeleka wapi? Mzazi mzuri atajibu Mungu namna hii. Na ninaomba Mungu wewe umjibu Mungu hivyo, nami anijalie nimjibu hivyo. Tutamjibu namna gani? Waebrania 2 mstari wa 13. Tuende kitabu cha Waebrania 2 mstari wa 13. Mzazi mzuri atajibu Mungu namna gani? Waebrania 2 mstari wa 13. Na tena nitakuwa nimemtumaini yeye, na tena tazama mimi nipo hapa na watoto niliopewa na Mungu. Neno la Mungu linasema mzazi mzuri ataambia Mungu, mimi niko hapa na watoto ulionipa. Swali liliulizwa Yeremia, wapi kundi nzuri niliokupa? Mungu akauliza hilo swali. Paulo akalijibu akiwa katika roho. Mungu akaonyesha Paulo, mzazi mzuri atasema, mimi niko hapa na watoto niliopewa na Bwana. Je, wewe ndugu na mtazamaji, uko tayari kujibu kama hiyo kitabu cha Waebrania kimesema? Mzazi mzuri atasema, angalia watoto ulionipa 1 2 3 5 10. Ndio watoto ulionipa. Unawatunza, unawalinda. Ndio maana hata Yesu katika sala lake alipochagua wale wanafunzi 12 katika Yohana 17, akiomba Baba kabla aende kufa, Yesu alisema, nimetunza wote 12 isipokuwa mmoja, mwana wa upotevu, ile unabii utimie. Ambao ni Judas alikataa. Alikataa licha ya kuonyesha upendo wote. Mara ngapi wewe unaonyesha watoto wako upendo? Wengine tuliacha tu tukasema hii wachana hiyo. Wachana hiyo hata si yangu.
Wengine tulisema tena yeye aliharibika, wacha akule asiage miraa, wacha akunywe pombe, wacha afanye uzerefu, wacha afanye madawa ya kulevya. Mimi niliachana yeye. Ati unang'ang'ana na mtoto moja tu ndiye unasema au wawili watatu wanaokutendea mema. Hao wengine unaoni kama watoto. Wale wazuri ndio unawagawia shamba, wale wengine uwajali, unawatesa. Neno Mungu anasema tutaulizwa, maana ni baraka Mungu alitupia kutoza. Tutaulizwa ile zawadi nilikupa ulipeleka wapi? Ndio bilangu ya kwamba mtazamaji, baada ya kutazama mkanda huu, uchukue mtazamo mpya kuanzia leo. Kama mama ya Lamueli alimshauri mtoto wake mambo mengi, usiwape wanawake nguvu zao. Na jambo la pili tumeona kwa hiyo Mithali 31 akamwambia usinywe kileo. Vileo, pombe asinywe. Mambo mawili. Kwa nini? Alijua vitu hizi viwili, pombe na uasherati. Hizi ndio zinaondoa akili ya binadamu na mtu anakuwa hayuko tofauti na mnyama. Hosea 4 mstari wa 11. Twende pamoja na kitabu cha Hosea 4 mstari wa 11. Unywaje wa pombe. Wapenzi, vitu hizi mbili ni vitu mbaya sana katika maisha ya binadamu. Zinaondoa akili ya binadamu mpaka tofauti ya binadamu na mnyama inaondoka. Hosea 4 fungu la 11, Biblia inasema hivi: uzinzi na divai mpya huondoa fahamu za wanadamu. Biblia inasema usinifu na uasherati, unywaji wa pombe na uzinifu inaondoa ufahamu wa binadamu. Tofauti ya binadamu na mnyama ni kupambanua mema na mabaya. Medende inaondoa hii tofauti mpaka mtu anakuwa kama mnyama. Hosea ikasema, neno la Mungu likasema, uzinifu na unywaji wa pombe inaondoa ufahamu wa binadamu. Akili inaondoka. Na ni kweli. Na hizi vitu mbili wapendo na mtazamaji zinaendeshana pamoja. Ndio unakuta mahali pombe iko mbaya, hapo kando kuna lodging. Angalia, bar and lodging. Kwa nini? Uzinifu na unywaji wa pombe zinaendeshana pamoja. Ndio maana mtu akinywa pombe akili imeondoka. Hata kama alikuwa labda ameenda kwa bar, kama wale wanakunywa pombe, hata kama pombe si mzuri, watu wanaenda kunywa pombe. Mtu anasema naenda nikunywa chupa moja, baada ya kumaliza kunywa chupa moja, basi mimi nirudi kwangu. Anatoka vizuri, anaenda kwa bar na keti. Baada ya kwanza akienda akiketi, anakunywa moja. Macho inabadilika. Angalia, maana Biblia inasema pombe inaharibu akili na inaondoa akili. Mwanzo sasa anakuwa fahamu imeondoka. Anasema niongeze ingine. Anaongezewa ingine. Anaendelea tena, alienda na akili timamu, lakini vile anasema niongeze ingine, anakunywa ingine. Akikaakaa, najua anaanza kutoa pesa, akili imeondoka. Anaanza kuona hata hiyo wale malaya wako huko kwa baa. Alipoenda aliona nao ni malaya, hapo shughulika nao. Lakini sasa amekunywa moja mbili tatu amelewa. Anaanza kusema, hata wanaume wengine wanaanza kumkejeli hapo kando. Bado wameona huyu mtu ako na pesa, wanaanza kumkejeli. Wanamwambia, na wewe hata si mwanaume. Wewe jionyeshe kuwa mwanaume, ba hii si mwanaume. Anasema mede ndume. Mede ndume. Sasa anaga wacha kuniangalia namna hiyo. Hata wewe pewa. Anaanza kusema mtu apewe. Anakaakaa. Anasema na wewe mbona unaniangalia namna hii? Nyinyi mnafanya kazi wapi? Pewa hata upea. Yaani anaanza kupea watu, anaanza kudorea watu. Mpaka hapo wale wako hapo wanaona huyo mtu kumbe ana pesa. Tena amelewa. Akili imeanza kuondoka. Wanaanza kuja kukaa karibu na yeye. Wanaanza kumbusubusu hivi na hivi. Angalia. Mwisho anaanza kuanulia pombe. Mwisho anaona wote kama bibi zake. Labda hata ni mama wazee. Ameona hao ni wake zake. Ndio maana unaona sasa mwisho wanakunywa, akili imeondoka, ameshindwa hata kusimama na kujikojolea na kwenda. Anaenda kwa lodging. Anadanganywa na moja tu, anaenda kwa lodging, amechukua kahaba. Kwenda kwa lodging huko, mke wake yuko nyumbani. Angalia, anaenda kwa lodging, akili yakona. Wakienda pale, ananyang'anywa nguo, ananyang'anywa hata viatu, mtu ananyang'anywa pesa zote. Asubuhi anasukia kwa lodging. Sasa ndio akili inakuja. Nilikuwa wapi? Si nilienda kuchukua mshahara. Anakumbuka, na anakumbuka lastly nilikuwa nimeenda kwa baa kunywa moja.
Kumbe huko ndiko nilifanywa hii maneno. Ndio. Sasa ataambia bibi namna gani na watoto? Hajanunua chakula, hajalipa kale ya shule, hajalipa mambo ya nyumba. Hii pesa yote ingine alijaza kwa matanga, hajalipa. Ndogo yake dada yake hapo nyumbani alikuwa anangojea pesa aende nayo nyumbani, hapo hakuna. Sasa itakuwa namna gani? Mwezi iko tarehe 1, tarehe 5, tarehe 27, wengine wanalipa mapema. Anashindwa hii mwezi ingine nitakala namna gani? Anaanza kuanza vile anaenda kudanganya bibi. Anaanza kudanganya bibi namna gani? Anamwambia unajua, wewe kwanza tu. Unajua ameenda nyumbani sasa. Ana viatu na nguo. Makoti ilienda. Anamwambia bibi wacha tu. Amepika. Ni nini? Anamwambia kwani nipote. Bibi kumwona kwanza vile anaonekana anamhurumia. Alafu anamwambia Zekia, hata mimi ni ndume. Anaanza kujisema sasa, hata mimi ni ndume. Anamwambia kwa nini? Akamwambia wacha wewe ujui. Nilikutana na wakora 5. Au wanaume 7 wakora. Anamwambia hata mimi ni ndume. Wao ulipata baadhi ulipata bwana. Ulipata bwana. Hata mimi ni ndume. Ulifanya namna gani? Nilipiga wanaume. Wacha tu hata kama alienda na kiatu na koti, hakuna shida. Bora niko hai. Walienda na pesa lakini yaani anatunga kudanganya bibi yake ati ni wakolo waleva. Na hiyo pesa alikunywa kwa pombe na ingine akanyang'anywa. Sikia, Mithali 31. Mithali 31. Hiyo pombe ndio iliua Alexander. Ekaua Alexander, unywaji wa pombe. Mithali 23. Wewe kitabu cha Mithali 23 tuanzie 29 kuteremka mpaka 35. Ni nani apigaye owe? Ni nani aliaye ole? Ni nani mwenye ugomvi? Ni nani mwenye nguno? Ni nani aliye na jeraha zisizo na sababu? Ni nani aliye na macho mekundu? Ni wale wakao sana kwenye mvinyo, waendao kutafuta divai iliyochanganyika. Usiitazame mvinyo iwapo ni nyekundu, itiapo bilauri rangi yake, echokapo taratibu. Mwisho wake uumba kama nyoka, uchoma kama fila. Macho yako yataona mambo mageni, na moyo wako utatoa yaliyopotoka. Naam, utakuwa kama alalaye katikati ya bahari, au kama yeye asinziaye juu ya mlingoti. Utasema wamenichapa wala sikuumia, wamenipiga wala sina habari. Nitaamka lini? Nitazidi kuitafuta tena. Hapo angalia wale wa pombe. Mtu hata akipata majeraha, hata endi hasara ya mshahara wote aone. Inafanya mtu anakuwa mtumwa. Anakuwa mtumwa. Pombe ni mbaya. Ndio maana Biblia inasema usitazame mvinyo iwapo ni nyekundu, hata usitazame. Wacha kuja sasa, hata usitazame. Mwingine anaanza kukuambia labda sitwende tu nipeteshe huko, labda ndugu yako, wako yako, baba yako, mboka wako, mume wako ama mzazi akwambia sitwende tu nipitishe huko, mimi nitakununulia soda hata ukonywe, mimi bora mimi nitakuwa nakuja pamoja alafu tunaenda. Usikubali. Biblia inasema usitazame pombe iwapo ni nyekundu. Hata ukiona usitazame. Mtu hata akikupeleka kwambia twende nikununulia tu au kunywa soda, bora ni kwamba Mkristo wa kweli usiende huko. Biblia inasema usitazame. Hata usitazame. Na kuna watu wengine wanasema Biblia inakubali ati hata mtu akunywe kidogo. Ati ile Timotheo, watu wanasoma Timotheo wa kwanza 5 mstari wa 23, wanasema ati Mungu ameruhusu watu wakunywe pombe. Hakuna, inasema hivyo 5:23. Timotheo wa kwanza 5:23. Tokea sasa usinywe maji tu, lakini tumia mvinyo kidogo kwa ajili ya tumbo lako na magonjwa ya kupata mara kwa mara. Paulo anaandikia Timotheo kwa sababu ya shida Timotheo alikuwa nayo ya tumbo. Anamwambia sikia, usinywe maji tu, bali utumie mvinyo kidogo, divai kidogo kwa ajili ya magonjwa yanayokupata mara kwa mara. Divai gani hii sasa ambao Paulo alikuwa anashauri Timotheo atumie kwa ajili ya ugonjwa wake wa tumbo? Ni divai kama ile wa Kristo huwa tunatumia wakati wa Pasaka. Divai gani? Ndio hata Mithali 23 mahali tumesoma. Mithali 23 fungu la 30 inasema hivi: ni wale wakao sana kwenye mvinyo, waendao kutafuta divai iliyochanganyika. Kwa hivyo kuna divai mara mbili. Kuna divai ambayo imechanganywa, na ndio hiyo inaitwa pombe. Inawekwa sukari, inaweka sukari nguru,
inawekwa ibada ya mochari. Ndio maana unaona watu wanakunywa wanakuwa vipofu. Ndio maana watu wanakunywa pombe leo na kesho wanakunywa kesho kutwa. Mtu anatengeneza pombe inajua kila siku. Unashindwa inachacha lele, anaweka ibada ya mochari. Na ndio unaona watu wanakofa. Mwingine alishangaza na kuchekesha kiambia hata watu wanaponjolea. Ele chachi haraka, ele akonjolewa. Sikia, Biblia inasema usitumie hiyo divai ambayo imechanganyika. Hiyo ndio inaitwa mvinyo ama inaitwa pombe. Yaani imechanganywa. Imechanganywa sukari. Imeachwa ichache, inachacha, inalevya. Kumbe hata Yesu kumbe sio hiyo alitengeneza. Ndio, Yesu hakutengeneza hiyo divai imechanganywa. Katika kanda ya Galili, watu wengine wanasema si Yesu alitengeneza pombe. Hapana. Yohana 2. Yesu hakutengeneza pombe. Yohana 2. Yohana Injili 2. Hapo ukianzia fungu la kwanza inaelezea kuhusu Yesu alipoenda, inasema hivi: na siku ya tatu palikuwa na harusi huko Kana, mji wa Galilaya. Naye mama yake Yesu alikuwa hapo. Yesu naye alikuwa amealikwa harusini pamoja na wanafunzi wake. Hata divai ilipowatindikia, mama Yesu akawaambia wana divai. Yesu akamwambia, mama, tuna nini mimi nawe? Saa yangu haijawadia. Fungu lake la 7. Yesu akawaambia, jalizeni mabalasi maji, nao wakajaliza hata juu. Akawaambia, sasa tekeni mkampelekee mkuu wa meza. Wakapeleka. Naye mkuu wa meza alipoyaonja yale maji yaliyopata kuwa divai, wala asijue ilikotoka, lakini watumishi walijua wale walioyateka yale maji. Sikia mpenzi, ni divai gani Yesu alitengeneza? Ni divai ambayo haijachanganywa. Tena si pombe. Biblia inasema ni divai. Ni divai gani? Hii ndio Paulo alishauri Timotheo, na ndio Wakristo tunatumia wakati wa Pasaka ama mezi ya Bwana. Ni divai gani? Ni divai ambao tunaisoma Mathayo 26 mstari wake wa 27 mpaka 29. Mathayo 26. Ndio Wakristo tunatumia kwa Pasaka. Ile gani? Akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndio damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kuondolea dhambi. Lakini nawaambieni, sitakunywa kabisa tangu sasa uzao wa mzabibu, hata siku ile nitakapokunywa mpya pamoja nanyi katika ufalme wa Baba yangu. Ni divai gani Yesu anazungumzia? Divai tutakuwa tunatumia kwa Pasaka. Ni uzao wa mzabibu. Sio pombe, na sio soda, na si laibena, hapana, na si juice. Ni uzao wa mzabibu. Yaani ni uzao wa mzabibu, fresh wine ambayo imekamuliwa kutoka kwa grapes. Sikia, na inapatikana kwa supermarket. Sio kwa bar, kwa supermarket. Huku ndio Wakristo wanaenda, wananunua hiyo mzabibu, wanakuja, wanatengeneza. Hiyo ndio watu tunatumia kwa Pasaka. Kwa nini wana mzabibu? Yohana 15 fungu la kwanza. Yohana 15 fungu la kwanza. Inasema hivi. Yesu mwenyewe anasema hivi, mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Yesu anasema yeye ndiye mzabibu wa kweli. Kwa hiyo tunapokunywa uzao wa mzabibu, tunakunywa kutoka kwa Yesu. Maana Yesu ndiye mzabibu wa kweli. Sasa Wakristo tunatumia uzao wa mzabibu, na haijaachwa ichache. Hapana, inatengeneza inakunywa ikiwa fresh. Haijalala, haijaganda, haijaongezwa kitu chochote. Na hiyo ndio Biblia inaruhusu tuweze kutumia. Alexander, mfalme huyo wa Ugiriki, aliingia maisha ya anasa na unywaji wa pombe na uasherati, maana alianza kutawala akiwa kijana mdogo sana. Alafu yeye mwenyewe alitawala Ugiriki miaka 8 peke yake. Ilipofika mwaka wa 323 BC, Alexander akafa. Angalia mbezi. Alexander akafa. Yeye mwenyewe alianza kutawala mwaka wa 331 BC. Katika ufalme wa Kigiriki ukaanza kutawala. Lakini mwaka wa 323 BC Alexander akafa. Baada ya miaka 8 peke yake. Kisha ndio tuliakwenda pembe ilikuwa na nguvu, lakini ilipofuata nguvu tu ikavunjika. Alexander hata kufurahia.
utawala wake, licha ya kwamba alikuwa amepiga Wamede wa Jemi akiwa mtu mdogo sana na akiwa na majeshi kidogo sana. Akofurahia, aliingia maisha ya nasa na unywaji wa pombe, akili kaondoka, akashindwa kutawala. Hivi ndivyo ilivyo hata leo wapenzi. Watu wengi wameharibu nyumba zao kwa sababu ya pombe. Watu wengi wameharibu kazi zao kwa sababu ya pombe. Watu wengi wameharibu biashara zao kwa sababu ya pombe. Ikiambatana uasherati, mambo haya mawili yanaharibu akili ya binadamu, na ndio maana watu wengi wameharibika. Na si hayo mawili peke yake, kuna mambo manne hatari kwa maisha ya binadamu: pombe, uzenefu na mengine mawili gani? Mhubiri 7 fungu la 7. Mhubiri 7 fungu la 7. Mengine mabaya ni gani? Mhubiri 7:7 inasema, kweli jeuri umpumbaza mwenye hekima, na rushwa uharibu ufahamu. Biblia inasema ujeuri na rushwa. Ujeuri, yani mtu hataki kuamua chochote. Ujeuri inaondoa akili. Sio hiyo peke yake, rushwa hii watu wanasema, wengine wanaita TKK, toa kitu kidogo. Hii rushwa hii watu wanataka. Ati ukitaka mtoto ajiriwe unatoa rushwa. Hiyo inakuharibu. Unapokea rushwa. Na ndio unaona watu wengi wanapokea rushwa, hata wana maendeleo. Hata unaona watu ambao wengi wanasema kama askari wa traffic. Askari unaona hakuna maendeleo. Unakuta mtu anakufa tu hivi hivi. Hakuna kitu ametengeneza. Ama hivi watoto wetu tunapeleka makazini kupitia kwa rushwa. Hata kama ndio kazi ya uaskari, unakota mtu amepigwa transfer, amemaliza course training, kwenda transfer, kwenda kazi, anapigwa bunduki anakufa. Faida hiyo mtoto ilikuwa ni nini? Ni ile rushwa tulipeana. Mungu hapo pamoja nasi katika hiyo kazi. Maana tuliongana ili hiyo mtoto apate kazi. Biblia inasema rushwa inaharibu ufahamu. Na ndio inafanya watu wengi hata wafaulu, hata walimu wengi. Jifikiria hata wewe mtazamaji, kazi unayofanya, kazi umekusudia mtoto wako afanye, ama kazi ambayo uliingia kufanya, labda ni kupitia kwa rushwa. Tobu hiyo dhambi. Maana hiyo haitasaidia, haikusaidii wewe, haisaidii hata mtoto aliyetolea rushwa. Rushwa inaharibu ufahamu, na Mungu amekataza tusije tukapokea rushwa. Sawa na ujeuri, sawa na uzinifu, na sawa na unywaji wa pombe. Alexander akaingia maisha ya kunywa pombe, na ndio maana yeye akafa bila kuwa na mtoto mkubwa wa kuachia mamlaka yake. Danieli 11 fungu la 2 mpaka 4. Alexander akafa bila mtoto wa kuachia ufalme, na ndio maana ufalme wake ukachukuliwa na majemedari wanne waliopigana wakatoshana nguvu, Nismeka, Sayukas, Ptolemy na Kasada, na ndio maana chui ana vichwa vinne. Danieli 11 fungu la 2 mpaka 4 inasema hivi: nami sasa nitakuonyesha aliyo kweli. Tazama, atasimama wafalme watatu katika Uajemi, naye mfalme wa 4 atakuwa tajiri kuliko hao wote. Naye atakapopata nguvu kwa utajiri wake, atawachochea wote juu ya ufalme wa Uyunani. Fungu la 3. Na mfalme hodari atasimama, atakaye tawala kwa mamlaka kubwa na kutenda apendavyo. Naye atakaposimama, ufalme wake utavunjika na kugawanyika katika pepo 4 za mbinguni, lakini hautakuwa wa uzao wake, wala hautakuwa kama mamlaka yake ambayo alitawala kwayo, kwa maana ufalme wake utang'olewa hata kwa ajili ya wengine zaidi yao. Sikia ndugu na dada mtazamaji, Alexander, Biblia inasema akatokea akatawala ufalme wa Uyunani, na Biblia ikasema akatawala kwa mamlaka kubwa. Fungu la 4, naye atakaposimama ufalme wake utavunjika na kugawanyika katika pepo 4 za mbinguni. Pepo 4 ndizo hizi vichwa vinne, ama zile pembe 4 tuliona. Alexander akafa, ufalme wake wakegereka ukawanyika sehemu 4, na ndio maana inaitwa pepo 4 za mbinguni, yani north, south, east and west. Alafu Biblia inasema lakini hautakuwa wa uzao wake. Hakuwa na mtoto wake, hakuna mtoto aliyekuwa hapa akaachia kiti na mamlaka. Maana alikuwa tu ndiye amepata kama mtoto kadogo ambao ni kijana. Lakini baada ya Alexander kufa, alionekana akiwa mgonjwa hospitalini. Historia inasema hivi, wale majemadari wakati wakaona vile amedhoofika katika ugonjwa kwa sababu ya pombe na anasa, akamuuliza, sasa mfalme, tunaona unadhoofika, unaenda kufa, ukifa ni nani atatawala? Wakamwambia, kama ni Kefa, mimi nilitumia nguvu nikatawala, kwa hiyo ndiye atakuwa na nguvu, ndiye atakayetawala. Kwa hiyo Alexander akafa. Alipokufa,
kukawa vita kubwa katika Ugiriki. Majemedari wakapigana vita, watu wakauawa, watu wakauana, wakitafuta nani atachukua nafasi badala ya Alexander. Ikawa namna gani? Katika hiyo vita, hapo ndio kamtoto kadogo alikuwa amepata tu, kakijana kadogo sana, hapo ndio kaliuawa katika hiyo vita. Ndio maana ukasikia Biblia ikisema hakuwa na uzao wake, hakuwa na mtoto, hakuna mtoto aliachia. Kwa hivyo kulikuwa hakuna mtoto katika hiyo vita. Mtoto Alexander kadogo aliyokuwa amepata ya kijana akafa. Sasa ikawa namna gani? Majemedari waenda wakabaki kupigana, wakatoshana nguvu. Watu wamepigana, wameuana katika Ugiriki. Kuanzia mwaka 323 BC baada ya Alexander kufa. Majemedari waenda wakatoshana nguvu. Lysimachus, Seleucus, Ptolemy na Kazana. Wakasema tuna haja gani tuendelee kupigana kuana ovyo ovyo? Sasa ndio dia lekopa. Sasa tugawane. Wakasema ndio wacha tugawane. Wakasema wagawane kaskazini, kusini, magharibi na mashariki. Ndio maana mmoja akaenda north, mwingine south, mwingine east, mwingine west. Wakagawanya sehemu hizo. Ndio maana unaona chui hapo vichwa vinne. Ama vile Danieli amesema ukagawanyika katika sehemu nne. Lakini hakukuwa na uzao wake. Sikia ndugu na dada mtazamaji, tunapoenda kumaliza. Pombe ni mbaya sana. Pombe na maisha ya anasa yaliua mfalme. Na pombe na anasa ilipoua mfalme, hata leo familia nyingi zimevunjika kwa sababu ya unywaji wa pombe. Kazi nyingi watu wengi wamepoteza kwa sababu ya pombe. Wafungwa wengi wako gerezani kwa sababu ya pombe. Wakakatiwa kesi vibaya, ama mtu mwenyewe akanywa pombe akaharibika akili, akafanya madhara, akafanya madhara, labda akashikwa ako korokoroni. Saa hii akili inakuja, anagundua kumbe nilifanya hii nikiwa mlevi, akili ilikuwa hakuna. Pombe ni mbaya mpenzi. Ndio maana Biblia inatushauri ya kwamba tusinywe pombe, na pombe tusiitazame. Mvinyo, Mithali 20 fungu la kwanza inasema mvinyo udhi yake, kileo huleta ugomvi, na yule anakosa kwa hiyo vitu hana hekima. Angalia hiyo Proverbs 20 verse 1. Anayekosa kwa unywaji wa pombe ana akili. Mpenzi mtazamaji, nebezone wachane na pombe. Uombe Mungu akujalie nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu. Maana Yesu anasema katika Yohana 15 mstari wake wa 7, anasema neno lake ni ndani yetu. Tuombe jambo lolote na litawezekana atatufanyia. Kwa hiyo Yesu ana uwezo wa kukufanya uache hamu ya pombe na madawa ya kulevya na maisha ya anasa au uasherati, endapo utamkubali na umpokee kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unywaji wa pombe ni mbaya, na pamoja na anasa na uasherati. Ndio maana Yesu anataka tuweze kuwa watu timamu katika hata kuwaza, hata kutenda, ili tuendelee kufaidi na kufurahia katika maisha haya ambayo ametupatia chini ya jua. Utafurahia kazi zako, utafurahia familia yako, utafurahia maisha yako ukiweza kujizuia na vitu hizo nne: pombe, uzenefu, ujeuri na rushwa, kama vile Biblia ilitaja. Na ndio maana Wagalatia anasema, Wagalatia 5 mstari wa 19, ndio maana anasema hivi tunapoenda kumaliza, ya kwamba wanywaji wa pombe na waasherati au wote hakuna mtu ataenda mbinguni. Biblia inasema wasipobadilika, ndugu na dada mtazamaji, wama wewe na mimi labda una tabia moja hapa hizo, Biblia inasema tusipobadilika hakuna mbinguni. Ndio maana anasema hivi Wagalatia 5:19 mpaka 24 pale. Anasema matendo ya mwili na ile ndio haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uandui, ugomvi, wevu, hasira, fitina, faraka, uzushi, usuda, ulavi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Neno la Mungu linasema watu walio na moja wapo hizo tabia zimetajwa hapo. Biblia inasema wakati wa kubadilika ni sasa, maana la sivyo hakuna kurithi ufalme wa Mungu. Niombe langu ya kwamba Mungu akujalie ndugu na dada mtazamaji, ili uweze kufanya uamuzi wa kujitoa kwa Yesu, na akusaidie na nisaidie kuishi maisha matakatifu ndani yake, maana yote yawezekana. Ndio maana anasema Filipi 4 fungu la 13, na yaweza mambo yote katika yeye anitie nguvu. Hata wewe utaweza kuacha hiyo hali ya nasa na hali ya tamaa mbaya na hata ulevi na hata sigara na madawa kulevya, vitu kama zile, itawezekana tukijikabidhi kwa Yesu anayetupa nguvu. Mungu akubariki sana. Wacha tuombe pamoja.
Tunakushukuru Baba kwa ajili ya ndugu mtazamaji ambaye ameweza kutegea mkanda huu wa 3, na asante kwa maonyo ya pekee ambayo umeweza kutupatia. Sifa na utukufu zikurudie. Tunaomba Baba uweze kusaidia huyo ndugu na dada mtazamaji, na endapo labda ameguzwa kwa njia moja ama nyingine katika eneo lolote lile, umjalie kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, ili Baba uweze kumsaidia kuweza kubadilika, na umpatie nguvu, na kuanzia sasa yeye hahisi ya kwamba yeye ni kiumbe kipya, na umpatie nguvu ya kuweza Baba kusimama imara akiwa amesimama upande wako. Wabariki kila mmoja wao, na hata nyumba zao, na wake zao, waume zao, watoto wao, wazazi wao, majirani zao, marafiki zao, na hata mipango walio nao kwa utukufu wa jina lako. Na uandae pia kwa mkanda unaofuata kwa mengi zaidi, mapenzi yako yatimizwa kupitia Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amen. Mungu na wabariki hata tutakapoona katika mkanda wa 4, wakati nitaingia mnyama wa 4, ili tuweze kuwa na ufalme wa 4 wa Kirumi. Na pembe ndogo, usikose mkanda huu wa mpinga Kristo mwenye namba 666. Mungu na wabariki mpaka tuonane tena. Asante.